Hello wadau wetu wa KingoFarm. Karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa leo hii nitakupa top 5 ya booster, kinga au vitamin za asili pamoja na dukani ambazo kwa experience yetu hapa shambani zilitoa matokeo ya haraka kwa kuku wa nyama, lakini pia kwa watu wengi sana ambao tulikuwa tukiwashauri wazitumie waliweza kutupatia mrejesho kwa baada ya kutumia hizo vitamin za asili pamoja na dukani waliweza kuwatoa kuku wao wa nyama haraka zaidi. Kuku wa nyama hapa ni wale broiler, kwa wale waliofuga broiler walitupatia mrejesho kwa baada ya kutumia utaratibu huu ambao tumewapa kutumia hizi booster fulani walipata matokeo mazuri. Lakini pia kwa wale ambao wanafuga chotara kwa ajili ya nyama pia walitupatia mrejesho huo. Na wale ambao huwa wanakuza vijogoo, kwa wale ambao wanatutafuta kuwa vijogoo wao wamedumaa tuwasaidie, pia nao waliweza kutoa mrejesho mzuri baada ya kuwashauri hizi booster ambazo nitakutajia. Hizi ni vitamin za asili. Tunaita vitamin zinapokuwa nyingi huwa inakuwa ni booster, kwa sababu tayari vinakuwa vina uwezo mkubwa wa kuweza kuwakinga dhidi ya magonjwa, lakini vile vile kama tunavyojua vitamin kazi yake huwa inasaidia sana kwenye ukuaji. Sasa nisikilize mpaka mwisho ili uweze kujua hivyo vitu vitano au top 5 ya booster au vitamin ambazo zinafanya vizuri zaidi kwa kuku wa nyama. Kwenye kipengele cha booster au vitamin zipo za aina mbili. Zipo ambazo huwa zinafanya vizuri kwa kuku wa mayai na zipo ambazo zinafanya vizuri kwa kuku wa nyama. Japokuwa nyingine zinaingiliana. Katika kule kuingiliana, kwa sababu zote vitamin zinahitajika, kwa hiyo huwa tunaangalia zipi ziko vizuri sana kwenye kuongeza uzito na zipi ambazo ziko vizuri sana kwenye kuongeza mayai, utagaji wa mayai. Kwa wale ambao wana kile kitabu chetu cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, kile kitabu kimegawa makundi mawili. Kundi la kwanza kinazungumzia kuku wa nyama, formula ya chakula pamoja na ratiba ya kuwapa zile booster za asili kila siku. Sehemu ya pili ni sehemu ya kuku wa mayai. Hapa kwa kuku wa mayai pia panazungumzia formula ya kuwatengenezea kuku wa mayai ambayo ni formula ya chakula sasa inayohusika na vile vitu ambavyo vina uwezo wa kuku wa kila anaweza katengeneza vizuri mayai yake. Lakini pia sehemu nyingine ni upande wa pili au chini yake utakuta tumeandika ratiba ya kuwapa zile booster za asili au zile vitamin za asili kila siku ili kuku wawe wanataga. Hapa pia huwa tunapata mrejesho mzuri sana. Kama wewe ni mdau wa hizi booster za asili nadhani utakuwa unanielewa. Na hapa shambani pia huwa tunapata mayai mengi ni kwa sababu ya hizi booster za asili kwa hii ratiba ambayo tumeiweka. Sasa kama wewe ni mdau wa vitu vya asili na haujui upangilie vipi ratiba yako, maana navyo vinahitaji vipimo sahihi, ratiba nzuri ya kuvipangilia. Sasa kama haujui haya yote, tunakushauri ununue hiki kitabu chetu cha mwongozo. Hiki kinaitwa Mwongozo wa Ufugaji kwa Kutumia Tiba za Asili. Ni kitabu kizuri sana 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 kwa yule ambaye anatamani afuge kwa kutumia vitu mbalimbali vya asili ili aweze kupata matokeo mazuri. Kama anataka afanikiwe zaidi pia tunamshauri apate na hiki kitabu. Kinauzwa 10,000 tu, lakini faida yake utaipata zaidi hata ya hiyo 10,000 ambayo utakuwa umenunua hiki kitabu. Na hiki kitabu nacho ni soft copy kama vile vitabu vingine ambavyo tuna vitabu vya kuku aina zote. Vyote hivyo vitabu ni soft copy. Ukilipia unatumiwa WhatsApp. Kama unafuga kuku wa kienyeji, tuna kitabu ambacho kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga kuku wa kienyeji. Kuanzia kifaranga anapototolewa mpaka anakuwa kuku mkubwa. Pia tuna kitabu kile cha broiler maalum kabisa kwa yule mfugaji wa broiler. Atajua kuanzia anapompokea kifaranga wa broiler mpaka anamuuza anatakiwa afanye vitu gani. Na kitabu kingine ni kitabu cha tiba za asili. Hiki kina tiba zote za asili za kuku, na kingine ni kile cha chotara kinaitwa Safari ya Ufugaji. Hiki kwa ajili ya chotara pamoja na layers au wale kuku wa mayai. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa hapo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Baada ya kutumiwa hicho kitabu utaweza kukisoma humo kwenye simu au ukapeleka simu yako stationari wakakuprintia ukapata kitabu kama kitabu na ukawa unaendelea kukitumia kutatua changamoto mbalimbali, lakini pia kujifunza njia mbalimbali za kuwafuga kuku kuanzia vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa, lakini pia namna ya kutengeneza madawa mbalimbali ya asili. Lakini vile vile tuna lile kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukijiunga na ile kundi utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Kama unahitaji ushauri kuhusiana na ufugaji wa kuku utapewa ushauri. Pia utaelekezwa makampuni ambayo yanatoa vifaranga wazuri na chakula kizuri cha kuku, utumie chakula cha kampuni gani ili uweze kupata matokeo mazuri. Lakini pia tutakupa darasa la uleaji wa vifaranga kwenye ile kundi la WhatsApp. Ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Pia tunauza incubator za kutotolesha mayai. Kama wewe unahitaji
unahitaji incubator, tupigie tuweze kukuagizia mkoa wowote ndani na nje ya nchi. Kama unahitaji hizi huduma, basi utachukua namba kwenye video na utatupigia au utatutumia ujumbe. Sasa tuangalie hizo vitamin 5 ambazo zinafanya vizuri zaidi kwa kuku wa nyama. Vitamini ya kwanza ambayo inafanya vizuri zaidi kwa kuku wa nyama ni majani ya mpapai. Usiache kuwapa kuku wako majani ya mpapai kama wewe unafuga kuku wa nyama. Wape kuku wako wa nyama majani ya mpapai, wablendio waweke kwenye maji yao ya kunywa. Ni vitamini ya asili ambayo inafanya vizuri zaidi kwenye kuongeza kifua, upana. Broiler wako watapendeza sana sana sana. Haya majani ya mpapai unaweza kuyaongezea ili kutengeneza booster. Majani ya mpapai ni vitamini, na vitamini nyingi sana. Ili kuifanya iwe booster, basi yaongezee na kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Inakuwa ni booster nzuri sana sana sana, kwa sababu unakuwa ni muunganiko wa vitamini nyingi, fibers, protini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukiwapa kuku wako watanenepa au wataongezeka uzito, kwa sababu kuna vitu vingi sana kwenye yale maji ambayo wanakuwa wao wanakunywa, kutokana na hivyo vitu ambavyo wewe utakuwa umevichanganya kama hayo majani ya mpapai, tangawizi, kitunguu saumu na pilipili. Lakini vitamini ya pili ambayo inafanya vizuri zaidi kwa kuku wa nyama ni beetroot. Beetroot ni kile kiazi damu, nadhani tunakifahamu, huwa kinatumika sana kwa binadamu. Beetroot nayo ukisaga vizuri ukaweka kwenye maji yao ya kunywa, huwa inafanya vizuri sana kwenye kuwanenepesha kuku wako. Kuku yoyote yule ambaye unamwandaa kwa ajili ya nyama, basi usiache kumpa beetroot. Lakini vitamini nyingine ya tatu ambayo inafanya vizuri zaidi kwa kuku wa nyama ni carrot. Carrot pia inafanya vizuri sana kwa kuku wa nyama. Carrot inafanya vizuri sana kwa sababu inawaongezea vitamin. Sasa hii carrot unaweza ukaifanyia kitu kimoja, ukaiongezea na tango kwenye mchanganyo wako, ukablend carrot na tango. Pia unaweza ukaongeza na bamia. Ukifanya hivyo unakuwa umetengeneza booster nzuri kabisa. Utakuwa umeweka vitamini nyingi, madini ya kutosha ambayo ni muhimu sana kwa kuku, fibers. Kwa hiyo utakuwa umewafanya kuku wako wanywe maji ambayo yana virutubisho vingi ambavyo ni muhimu sana katika ukuaji wao. Na booster nyingine ambayo inafanya vizuri kwa kuku wa nyama, kama wewe sio mdau sana wa vitu vya asili, unaweza ukanunua booster ya dukani, hizi broiler booster. Kwenye kununua broiler booster, nenda kasome ile broiler booster contain vitu gani. Yani kwenye ile broiler booster pale kuna kasehemu kameandikwa content, vitu vilivyomo kwenye ile broiler booster ambayo unaenda kuinunua ina vitu gani. Kaangalia vile vitu vya muhimu. Kuwe kuna protein amount fulani ambayo ni kubwa, kuwe kuna madini, kuwe kuna vitamini A, vitamini B, vitamini C na kadhalika. Kwa hiyo angalia contain vitu gani hiyo broiler booster ambayo utaikuwa umeinunua. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kwa wewe unayefuga kuku wa nyama hakikisha unavitumia, kwa sababu vinaongeza uzito kwa haraka zaidi kwa kuku wako. Ukitaka kuku wako uwatoe mapema, au kama wanasuasua kwenye ukuaji, uwape chakula bora, lakini kwenye maji yao watengenezee vitamini hizi ambazo nimekutajia, kama ni za asili au ni za dukani au zote unaweza kutumia. Unaweza kuwa na kopo lako moja umeweka vitamini pamoja na booster za asili, kopo lako jingine umeweka booster ya dukani. Kuku wako wataenda vizuri. Lakini pia kama wewe ni mdau wa asili, unaweza kutumia vitu vya asili tu, na kama unapenda za dukani, basi utatumia hiyo booster ya dukani. Asanteni sana, tunawakaribisha mjiunge na huduma zetu, tunawapenda sana.